Namshuhudia Mungu. Tangia nilipo mdogo nilikuwa na bibi yangu alikuwa ananishirikisha kwenye uchawi na Freemason. My God. Hebu subiri kwanza. Hivi mnakumbuka huyo dada? Ndio. Ulimuona Jumapili? Ndio. Nikakwambia huyo ana siri kubwa sana. Unakumbuka ilikuwa inatokea nini wakati kipo? Macho yake yalikuwa kwa hiyo bibi yako akafanyaje? Mama yangu alikuwa akai karibu na mimi, lakini alikuwa ni mtu wa bizi. Ila bibi yangu alikataga nywele yangu ya hapa. Kwa hiyo tangia hapo mdogo alikuwa anishirikisha kwenye uchawi na nilikuwa najua vitu vyote vya kichawi. Kwa hiyo alikuwa anakushirikishaje uchawi? Tulikuwa tunaenda kwenye makaburi tunafufua watu ambao waliowaua yeye. Aliowaua yeye kama Yesu waliokufa kwa uwezo wa Mungu. Nilikuwa na kunyonga. Kwa hiyo aliowaua yeye. Kwa ina maana na waua wakienda kuzika ni gogo. Wanazika gogo. Kwa mtu aliyouawa na bibi yangu. Yaani mtu kwa mfano akifa ameuawa na uchawi. Kwa wale watu wanaoweka kwenye sanduku wanaweka gogo. Mtu akiona hivyo anaona mtu, lakini akienda kuzika kwenye kaburi ni gogo. Mimi na bibi tunajua. Tulikuwa tunafanya hayo mambo kwa njia ya pete na kwa njia ya kibangili nilikuwa navaa, na pia nilikuwa nakunywa damu na nyama mbichi. Niliambiwa nisiseme wala kusema chochote. Babu yangu alikuwa hajui chochote, na babu yangu naye aliwekwa huko msituni, ambako huo msitu ni msitu kule Iringa, ila kila makaburi sisi tunajua. Tulikuwa tunakaa na kuwafufua watu. Nilipokuwa nimeingia la kwanza, tuliondoka pale mimi na mama tukaenda kupanga sehemu nyingine. Ila niliondoka pamoja na pete, mama sikumwambia. Ila ngoja kwanza. Kwa hiyo sasa ukienda labda kama mtu kaziko, si ndio? Ndio. Ukienda sio umeweka vifusi. Yaani akishazika hivi, tuna majivu yetu, tunakuliza hivi. Tunafanya jana tulia. Kameramani mmoja tusitusumbue. Kama unakaa keti chini unajua. Wewe unafukuaje mtu kaburi? Kuna majivu ya kufufua. Hayo majivu tuna maneno tunayaongea. Unaongeaje? Bibi alikuwa ndo anaweza, ila mimi nilipokwambia siwezi hiyo. Lakini alikuwa anakufundisha. Alikuwa ananifundisha, lakini sikuwa siweza, naongea siyajui. Kiarabu. Akaa na mimi kazi yangu ni kupuliza tu, ila yeye anaongea. Alafu kisha puliza nilikuwa navaa nguo nyeusi, vitambaa tunafunga. Saa 8 usiku ndio tunaanza. Tunakaa kwenye ungo tunaondoka. Tunaenda kisha kufua tunaanza kuangia watu. Tulia kwanza dada. Unajua? Sasa najua kwa nini nashuhudia. Mungu amefungua kichaka shuhudia leo afunguliwe kabisa. Na sikuweza kushuhudia hii. Manake ni nguvu ya Yesu Kristo. Bila anavyoshuhudia hapa anamtoa moja kwa moja na kumaibisha. Amen. Sasa hivi nguo yani pia usona Kufunga vitambaa. Ya vitambaa. Kwa mvai gauni. Hatukai chochote ndani. Yaani anataka ituone tunasema yetu kuvaa. Alafu kwenye ungo. Tunakaa kwenye ungo. Ungo wetu ni mkubwa kabisa, tunaondoka. Ungo upoje? Huwa kupepetea mchele. Ndio. Ila si ungo wetu sisi ni ambao ni mweusi tunatumia. Unakuwa mweusi. Lakini ukubwa kama huo tu wa kupepetea mchele, isipokuwa ndani yake kuna nguvu nyingine na gari inakuwa gari. Inakuwa kama gari tunaenda. Sasa mfano ungo unaweza kaingia watu wangapi? 2 au 3. Mnakaaje sasa mle? Tunakaa hivi. Kwa mkifanya hivyo hapo ndio
Yaani ukikaa hivi unaweka hivi hapo na kutungu unanyanyuka. Oh. Asimama. Kwa hiyo mkitoka hapo ndio mnaenda kwenye kaburi. Msema mkitoka mnaenda kuanga kwa watu. Sasa mkianga kwa watu wale mnawaongeaje? Oh, binti yangu. Bali hivi vitu jamani, kwa kweli mimi mchawi kwa kweli, ndio mami wachawi na mapepo tutapata naye. Wachawi yale labda waokoke tu. Sasa binti kama wewe tayari shaanza kufundishwa. Yaani kuna sasa hivi mtu anafundishwa anafanya vitu ambavyo hata lazima afanye. Maana tunapitia tunakuua. Na binti yangu wewe toa asili zote. Wewe ndio umeona nilikuombea kabisa na leo naona unang'aa mmoja si hata kuingia ndani ya kanisa. Nimeshuhudia nilipofika hapo kule kwanza tumalizie hivi vitu ambavyo. Kwa ukifika nyumba mnafanya twende fanya tu usiogope twende. Kwa mkifanya tu hivyo wao wanalala. Na vile vitu huku mnazungumzia. Hivi hapo unapata mahali pale. Sasa mjua nyimbo. Unasema nasema ndio wakija wacha wanawajambia wanaruka wale hiyo unapokuwa unafanya hivi unafikia na tabia. Si wanafanya hivi. Nala usingizi, tunywe damu.